Karibu sana mtazamaji kwenye channel hii ya Kliniki ya Afya Mapenzi. Nakuletea mada inayosema mpenzi amuoneapo wivu mpenzi wako au wapenzi wako wa zamani. Hali kama hii inaweza kukuta wewe au kumkuta mumeo. Mara nyingine anaweza asikuambie kwamba inamsumbua akili, lakini ukweli ni kwamba itaathiri mahusiano yenu. Katika ulimwengu huu ambapo mpenzi ule naye aishatembea na wanaume wawili kabla yako wewe au wanawake watatu kabla yako wewe au zaidi ya hao, uwezekano kwanza kujishuku kwamba labda mimi simtoshelezi, labda mimi simnyonyi vizuri kama yeye, simlambi vizuri kama yeye. Hebu kikumbuka zaidi, kikumbuka kwamba kuna siku alikwambia hujui kukata kiuno vizuri, labda unasema yule anajua kukata kiuno zaidi yangu. Ukikumbuka kwamba mke wako alishakwambia bwana, mbona uninyonyaji huku chini? Unasema labda mpenzi wake zamani alikuwa anamnyonya, mimi simnyonyi vizuri, au mimi namnyonya kidogo, dakika mbili tu nimenyonya, tayari nimeingiza, lakini yule labda alikuwa anamnyonya saa nzima, anamnyonya mpaka anapizia umo. Sasa haya yapo. Ila sasa utaambiwa kwenye taarifa habari ya TBC. Haya utayaona kwenye haya utayaona. Hebu tusikilize TBC ya mapenzi. Hii ni taarifa ya habari kutoka Kliniki ya Afya ya Mapenzi. Daktari, mume wangu na mimi tumesoma chuo kimoja, na wakati tunasoma hapo chuoni kwa miaka mitatu alikuwa na uhusiano na dada mmoja, nitampa jina la Mayasa, na mume wangu nitampa jina la Maiko. Uhusiano huu ulifikia hatua mpaka wakataka kuoana. Walifikia mahali pazuri sana, isipokuwa sasa ilishindikana kuoana kwa sababu Mayasa alikwenda kwenye chuo cha sheria kuongezea elimu zaidi, na Maiko mume wangu tukabakia na mimi tukaanza kusomea udaktari katika mji ule ule. Mume wangu na Mayasa uhusiano wao ulikatika au ulikufa kutokana na umbali uliokuwepo kati yao hao wawili. Mume wangu alionekana kabisa kwamba ameumia sana baada ya uhusiano wake na Mayasa kufa. Mimi nilikuwa rafiki yake pale chuoni, na sikuwa nafikiria kwamba atakuwa mpenzi wangu, lakini alikuja akawa mpenzi wangu. Wote tulisoma masomo ya udaktari na tukaanzisha mahusiano tukiwa kwenye chuo cha udaktari, tukaingia ndani ya ndoa. Sasa hivi ndoa yetu ina umri wa miaka 12 na tuna watoto 3 na maisha ni matamu. Mume wangu dokta kwa kweli ananipenda, anajitolea kutunza familia vizuri, kitu ambacho nilikuwa nakatamani sana kukiona kwa mwanaume atakayekuwa mume wangu, na nikakipata kwa Maiko. Nampenda sana mume wangu kwa kila eneo, nampenda sana. Sasa hivi mimi ni mama wa nyumbani kutokana na makubaliano yangu na mume wangu, tuweze kuwalea watoto wakue kidogo. Mwaka jana Mayasa amerudi hapa mjini. Yeye ana mume na vile ana watoto, na yeye vile ni mama wa nyumbani katika mazingira yale kama ya kwangu. Nyumba yao wanapoishi na sisi tunapoishi ni mwendo wa dakika 10 kwa miguu. Dokta, ninafikiria kwamba mume wangu sasa hivi ameingia kwa eneo la hatari sana, maana Mayasa alimpenda sana kupita kiasi. Sasa dokta, kilichotokea ni kwamba watoto wa Mayasa na watoto wetu wanasoma shule moja. Sasa siku ya kwanza kukutana na Mayasa, mume wangu kukutana na Mayasa, nilikuwa tumeenda, kulikuwa kuna kasherehe pale shuleni, na sisi kama wazazi wote tulienda. Mayasa hakuja na mume wake. Sasa mume wangu alipomuona Mayasa, yani kama alikamatwa na butwaa, wakawa wanaangaliana, wanatabasamu. Sasa mume wangu alikuwa hajaniona kwamba nawaona.
Mayasa akamkumbatia mume wangu, nikaona tabasamu kubwa sana kutoka kwa mume wangu. Yaani tabasamu la mume wangu lilikuwa kubwa kuliko ambalo nishawahi kuliona katika maisha yake. Wakaongea kuhusiana na watoto, mambo ya shule, mambo ya kazi, na hata mimi vile vile walinigusia kwenye maongezi yao. Dokta, nilijiona kama gurudumu la tatu kwenye baisikeli yenye magurudumu mawili. Dokta, huu ni mwaka wa pili wa watoto wetu kuwa hapo shuleni, na nimekuwa namuona Mayasa akimleta mtoto au kuchukua watoto tunapoenda kuchukua watoto pale shuleni, na nahisi kwamba mume wangu vile vile anapoenda kuwachukua watoto au kuwapeleka wenda anakutana na Mayasa. Sasa dokta, ule upendo alionao kwa watoto wa Mayasa ambayo mume wangu anaonyesha umeanza kunitia wasiwasi. Anaongea na watoto wa Mayasa, yaani kwa upole vizuri, yaani kwa heshima yote. Yaani dokta, ile hali anayoionyesha ya uchangamfu anayeuonyesha kwa watoto wake au kwa Mayasa ni ile ile ambayo anaionyesha kwetu sisi kama familia. Dokta, sikuamini kabisa kwamba mume wangu anaweza kunisaliti, na hilo swala halijawahi kuingia akilini mwangu. Lakini sasa hivi, japokuwa ndoa yetu ina miaka 12 na watoto tunao 3, nimeanza kuwa na wivu juu ya mume wangu kutokana na Mayasa kuhamia hapa mjini na ukaribu unaotokana na watoto wetu kusoma shule moja. Hawa watu wawili wanaonekana wanafurahiana sana wanapoonana wakati wote tunapokuwa pamoja. Dokta, siwezi kujizuia kuona wivu. Siwezi kujizoea kuona wivu kabisa, japo ndoa hii na miaka 2 na mume wangu najua ananipenda kabisa. Lakini dokta, sijui nifanyeje kuizuia hali hii. Sijui nifanyeje nisiwe na wivu kabisa ninapowaona watu wawili wanasalimiana na kuchekeshana. Unaomba msaada wako dokta, nifanyeje? Kama nilivyosema pale mwanzoni mwa video hii, ni kwamba kama mwanadamu akili yako itaanza kuchekecha mambo. Huenda mimi na mapungufu ambayo mwenzangu anayaziba. Mimi nilikuwa simjui kumnyonya vizuri, sijui kuchezea korodani zake vizuri. Mimi nilikuwa siwezi kumnyonya uchi wake na najisikia kinyaa kunyonya uchi wake. Kulamba uchi wake, huyu mwanamke ananiambia ni mlambe, lakini mimi najisikia kinyaa kumlamba uchi wake. Inawezekana mpenzi wake wa zamani alikuwa na mlamba na kumnyonya vizuri kweli kuliko mimi. Sasa mpenzi wake wa zamani amekuja mjini. Inakuaje? Hata kama walishawahi kuzaa pamoja, inawezekana tulishaachana, ameshazaa, wana mtoto, kwa hiyo wanashirikiana mtoto na mambo ya kuambizana kuhusiana mtoto. Hali kama hiyo lazima italeta hali ya wasiwasi kabisa. Sasa wewe utajisikiaje unapoona mpenzi wako au mume wako au mke wako ana ukaribu wa aina fulani na mpenzi wake wa zamani? Utajisikiaje? Nachotaka kukisema kwa kuletea mada hii ni hivi: iwapo umeshindwa kutengeneza mshikamano mkubwa wa kihisia na mkeo na mumeo, hali hii ya mpenzi wa zamani lazima itakuletea matatizo makubwa. Naomba nisikilize. Nasema hivi, kutokana na kuwepo kwa mitandao, kuna mambo mengi ambayo mtu anayatamani ayapate kutoka kwako ambayo umeshindwa kumpa au hujui kwamba anayatamani uyafanyie. Ndio hapo Waswahili wakaja na msemo unasema jiongeze. Ndio hapo nasema jiongeze. Sasa usipokuwa na ubunifu wa kuleta mambo mapya ya tofauti, ukategemea kwamba mambo yale mlioanza nayo miaka 7 iliyopita bado yana nguvu ile ile kama yale mambo ya miaka 7, leo unajidanganya.
Wataalamu wa sayansi ya ubongo wa mwanadamu, kuna kitu wanakiita hedonic adaptation. Maana yake nini hiyo hedonic adaptation? Maana yake ni hii, ni kwamba kitu fulani ukishakizoea kinapoteza nguvu ya mvuto wake, hutakikumbuka zaidi sana. Sasa basi, kutokana na maumbile ambayo tulionayo, Mungu ametuwekea vichocheo humu ndani yetu. Vichocheo vinaitwa hormones. Kuna kichocheo ambacho kinataka utofauti kinachoitwa dopamine. Kichocheo hiki kinataka vitu tofauti tofauti, wanaita novelty, yani kitu chenye upya, na kitu chenye upya ndio inaitwa novelty kwa Kiingereza. Sasa ukishindwa kuibua vitu hivyo vipya, ukategemea kwamba yanatosha nilionayo, napenda nikuambie kabisa, mpenzi wa zamani ana nguvu ya ajabu sana. Hebu fikiria story hii. Dokta, mume wangu inavyoonekana bado ana hisia nyingi na mpenzi wake wa zamani aliyekuwa naye miaka 5 iliyopita. Mume wangu ana umri wa miaka 32, mimi na umri wa miaka 30. Ndoa yetu ina miaka 3. Nina hisia nzito sana kwamba mume wangu bado ana hisia nzito na mpenzi wake wa zamani. Mpenzi wake wa zamani ni daktari, na mara nyingi marafiki zake wakipata shida ya kiafya anawaambia waende kwa huyo mpenzi wake wa zamani. Lakini linalonitisha zaidi ni kwamba hajadiliti picha walizopiga pamoja na huyo mpenzi wake wa zamani. Nitampa jina Aisha. Hajadiliti picha zake. Nimeshamwambia, lakini anasema na wewe niache wivu. Ukweli ni kwamba kinachonisumbua kingine ni kwamba huyu Aisha ni mzuri kuliko mimi. Ana sura nzuri na shepu ya Kinyarwanda. Lakini lingine ambalo linanipa uzito mpaka nimekuja kwako dokta, ni kwamba tendo la ndoa kati yangu mimi na mume wangu limepungua. Tunaweza tukafanya mara moja ndani ya wiki 2 au hata wiki 2 zikapita, na mara nyingi mpaka yeye ajisikie ndio tunafanya mapenzi. Mara nyingi amenikatalia ninapotaka mimi nianzishe tendo la ndoa tufanye mapenzi, amenikatalia. Dokta, nifanyeje aweze kumsahau mpenzi wake wa zamani na awe ananifikiria mimi tu? Unaweza kuona jinsi gani huyo asema anamwambia afute picha zake. Huyo mwanamke hataki kuzificha, anaona raha tu kuziangalia. Anafikiria ni TikTok. Haya, hebu fikiria ni wewe. Yaani mke wako, mpenzi wake wa zamani alikuwa tall, alafu alikuwa na hela kukuzidi wewe. Shida tu waliachana kwa sababu alimwomba kinyume na maumbile, ndio wakaachana. Hicho tu peke yake. Waliachana kwa sababu hiyo tu, alimwomba kinyume na maumbile, ndio akaamua kuachana hicho. Lakini ana hela za kutosha, alafu ni handsome kuliko wewe. Alafu wewe huna hela za kutosha. Alafu sio handsome. Alafu tena una kitambi. Maeneo 17 ya kumwandaa mwanamke huyajui. Unajua mambo 4 tu katika kumwandaa mke wako. 4 tu. Sasa katika 17 unajua 4. Kweli utatoboa kweli? Hebu fikiria kama ni mtihani umepewa na maswali 17. Wewe ukajibu 4. Utafaulu wa mtihani? Haya, wewe mwanamke unapaswa ujue kwamba mume wako alikuwa na wapenzi wa zamani. Sawa, alikuwa na wapenzi wa zamani. Yule mpenzi wa zamani waliachana naye kwa sababu tofauti ya dini. Mwanamke aliambiwa abadilishe dini awe Muislamu, akagoma. Wakaachana, hawakugombana wala hawajatukanana. Sasa amekuwa wewe Mkristo mwenzie. Bwana asifiwe, haleluya. Amekuwa wewe, Bwana asifiwe, mwenzie. Sawa. Lakini yule mwenzio alikuwa anakata kiuno zaidi. Sasa bahati mbaya kwenye ndoto siku moja kamtaja Aisha. Alikuwa yuko kwenye ndoto, wewe umelala uko macho, unaangalia TikTok, ukasikia mume wako anaota ndoto. Anasema Aisha njoo kwenye ndoto. Ukimshtua mume wako anasema ilikuwa ndoto tu.
Haleluya. Ilikuwa ndoto tu. Haya yanatokea. Amemwita Aisha kitandani. Amelala na wewe lakini anamkumbuka Aisha. Kuna wanawake ambao wananiambia, dokta, mume wangu hanijui kuniandaa. Ili nifike kileleni lazima nifutie hisia kwa mpenzi wangu wa zamani alikuwa ananilamba vizuri. Asema ili nipake kileleni kwa mume wangu lazima nifutie hisia. Nifutie hisia, Alex ananilamba hapa. Alex ananilamba. Wakati mume wangu huwa anilambagi. Kwa hiyo anafumba macho mwanamke, anamvuta Alex anavyonilamba. Anapiga picha alivyokuwa analambwa na Alex, anapiga picha. Anafika kileleni. Unafikia wewe umefikisha kileleni, kumfikisha kileleni na Alex kwa remote. Anamtumia X kama remote show. TV umekaa tu kwenye kochi, unaiswitch tu, inafunguka. Haleluya. Haya sasa, haya mambo yapo. Baya zaidi, kuna vitu ambavyo mwenzio alishakwambia umfanyie alafu hujavifanya. Alikwambia ninyonye uchi wangu, nilambe dokta. No, alishakwambia nilambe, wewe mume wangu nilambe. Nikilamba nafika kileleni kwa urahisi. Anza kunilamba kwanza, sio kuniingilia tu peke yake, hakutoshi kuniingilia. Alishakwambia sifikaki kileleni. Sasa ukizingatia tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba amefika kileleni, kumbe hajafika. Wewe mwanaume utaponea wapi? Katika ulimwengu huu wa .com una tatizo la kuwahi kumaliza, hujalitatua. Unashindwa kurudia mara ya pili. Wakati mpenzi wake wa zamani anapiga magoli 4 au na huko anamlamba mpaka makalio yanalambwa vizuri. Wewe hujawahi kulamba makalio ya mwanamke wako. Unapenda tu wanawake wenye makalio makubwa, lakini kuyalamba makalio ya mke wako hujaweza. Sasa unafikiria kwa nini atashindwa? Kitu gani kitamzuia asimkumbuke mpenzi wa zamani? Kitu gani? Sasa wamekutana mahakamani. Sawa, mume wako wewe si ni hakimu. Haya. Mpenzi wake wa zamani kaleta, kuna mtu anamdai milioni 4 hajamlipa, kamleta pale mahakamani. Mpenzi wake wa zamani kamleta. Sasa ili aweze kumsaidia ambane vizuri yule mdaiwa, lazima kidogo aende kamlambe kama zamani. Umekataa kumlamba. Haleluya. Sasa haya mambo yapo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukumbuke kwamba unao wajibu mkubwa wa kuhakikisha ya kuziba mianya yote ile ambayo inaweza kumsaidia mpenzi wako ashawishike kwenda kutiana na mpenzi wake wa zamani. Kuna video zaidi ya 50 za wanaume kumwandaa mwanamke, ziko 57, zinakaribia 60. Za wanawake ziko 60 na 64, 65. Na video hizo zote hizo kwa gharama shilingi 10,000. No, yani kama ni mwanaume hizo 57 shilingi 10,000. Ukitaka zote mbili ni 20,000 za pande zote mbili. Maelekezo nakuwekea hapa chini. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana jisajili, subscribe. Now subscribe, bofya ile kengele pale inaita notification bell ili nitakapoweka na video nyingine ili upate taarifa haraka. Kuna video nyingine inakuja na ndani itakuwa ni nzito kidogo, kwa hiyo nimeahidi inayosema kipi ni rahisi, kuwa mke au mume ndani ya ndoa. Kipi ni rahisi? Hiyo ni video ambayo inakuja, kwa hiyo usikose, tafadhali sana subscribe, share with your friends. Maelekezo mengine nakuwekea hapo chini, tuwasiliane. Namba zangu za simu na kila kitu ziko hapo chini. Usikose video inayokuja. Nikutakie heri katika mahusiano yako ya kimapenzi. Bye bye.